Karibu ndugu mpenzi kwa kuweza kutufata tena kwenye channel yetu. Tuna somo nzuri ambayo tunataka tena kugawa pamoja na wewe, na tutaipata katika kitabu cha Luka 18 shairi la kwanza hadi la 8. Nitakuwa na usomi katika jina la Yesu. Akawaambia mfano huu ya kama imepasa watu kuomba siku zote pasipo kuchoka. Akasema kulikuwa mhukumu katika mji mmoja, hakuogopa Mungu wala hakuogopa mtu. Na katika mji ule kulikuwa mjane fulani, naye alikwendaga kwake akisema, unipatie haki kwa mshtaki wangu. Kwa muda hakukubali. Halafu nyuma alisema katika moyo wake, hata mimi siogopi Mungu wala siheshimu mtu, lakini kwa sababu mjane huyu ananisumbusha, nitampatia haki, asije kunichokoza kila siku. Bwana akasema, sikieni maneno anayoyasema mhukumu mzalimu. Halafu Mungu hata wapatia haki wachagulifu wake ambao wanamlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Ninawaambia ninyi, atawapatia haki mbio. Lakini wakati Mwana wa Watu anapokuja, ataona imani katika dunia? Ni neno la Bwana. Tumesoma neno la Mungu na somo letu ni ulizo. Atakapokuja Mwana wa Watu, je, ataona imani duniani? Atakapokuja Mwana wa Watu, je, ataona imani duniani? Yesu alitoa mfano. Kulikuwa mhukumu na kulikuwa mjane ambaye alishitakiwa, na huyu mjane alikuwa anaenda kwa mhukumu kila siku ili ampatie haki yake, lakini mhukumu huyu hakutaka kupana haki kwa mjane, hakutaka kumpatia jibu lake. Lakini mjane aliendelea kila siku kumuuliza mhukumu huyo, na ndipo mhukumu alisema, ijapo simuogope Mungu na simheshimu mtu, inanibidi nimpatie mjane huyo haki yake ili asije tena kunichokoza. Na hapo Yesu alipomaliza kueleza mfano huo, ndipo alitoa sasa ulizo. Akasema, nitakapokuja, je, nitaiona imani duniani? Maana yake nini? Yesu anapotarajia kuja duniani, anatarajia akute imani, akute watu wa dunia wangali na imani. Alafu anataka kutuonesha ya kwamba tuwe na imani kama ya huyo mwanamke, na kama shurti kuweza kutwaliwa siku Yesu anaporudi, anataka kutuambia ya kwamba imani ndio itaacha mtu anatwaliwa au mtu anaenda pamoja na Yesu. Mbele Yesu arudi kukamata watu wake, mbele Yesu atutoshe ndani ya dunia hii, kutakuwa mambo kama haya ya kuchokesha watu na ya kukatisha tamaa, na watu wengine watakana imani. Ndio maana Yesu, kwa sababu anajua mambo yote, anauliza, nitakuta imani ingali? Hili ndilo ulizo lake. Nitakaporudi, nitakuta imani duniani? Basi tuone mfano wa huyu mhukumu ambaye ni judge. Kazi ya mhukumu tunajua ya kwamba ni mtu wa kutoa haki katikati ya watu wawili ambao wanaokuwa na kutokuelewana. Kazi ya
mhukumu analeta kuelewana kati ya watu wawili, au anatoa haki kwa yule ambaye anastahili haki kuipata. Lakini sasa hali ya huyu mhukumu, yeye mwenyewe anasema hakuogopa Mungu, na Yesu mwenyewe alisema mhukumu mmoja ambaye haogopi Mungu. Hali ya huyu mhukumu hakuogopa Mungu, na pili yake hakuheshimu mtu yeyote. Anajielewa hivyo. Ukisoma pale kwa verse yake ya 4 mahali tuliposoma. Na katika mfano huu tunaona pia kuna mjane ambaye alikuwa na tatizo, alikuwa na shida. Alikuwa na shida na mtu mwingine, walikuwa na matatizo pamoja na walienda sasa kumshtaki. Na mjane huyu akiwa na shida hii, inaonekana ni yeye alikuwa amenyanyaswa. Alafu aliamka kila siku kuenda kwa mhukumu na kumwambia unipatie haki yangu. Kila siku alienda, mjane akaenda kila siku kwa mhukumu ili amrudishie haki yake kutoka kwa yule adui ambaye alimnyanyasa. Lakini Biblia inatuambia kwamba huyu mshitaki hakumjibu kitu na hakumpatia jibu na hakuweza kumpatia haki yake. Huyu mwanamke hakuvunjika moyo. Ijapokuwa aliona huyu mhukumu hana hata dalili yoyote ya kumtendea haki. Aliona hana, kwa Kifaransa tunaweza kusema bonne volonté, hataki kumpatia haki. Lakini huyu mjane hakukata tamaa, aliendelea kumsihi kila siku. Ijapokuwa alijua huyu mhukumu ana moyo mgumu, aliamini ya kwamba siku moja atapewa haki yake, na mwisho kwa kweli akaipata, sawa vile neno la Mungu tulilisoma. Tunaweza kuchambua mfano huu tukijiuliza sisi wenyewe, ingekuwa tunajiweka sisi wenyewe kwa nafasi ya huyu mjane, wewe na mimi, kati ya haya mazingira ambayo huyu mwanamke aliyaishi pamoja na huyu mhukumu, hali yako ingelikuwa namna gani? Ukajiweka kwa nafasi ya huyu mjane, mimi nikajiweka kwa nafasi ya huyu mjane ambaye hakusikiwa na aliamka kila siku kuenda ili apate haki yake, lakini hakupata haki. Walimdharau, hawakumpatia jibu. Wewe na mimi, hali yako ingelikuwa nini? Jibu ni wazi. Kweli mtu ni kukata tamaa haraka tena. Wakati unapoona mtu hakujali, mtu haoneshe kukuangaikia, haoneshe dalili za kukupa jibu nzuri, unapaswa kukata tamaa. Unaweza kusema huyu mtu ananidharau, huyu mtu ni muache afanye ile ambayo anataka, na unavunjika moyo. Watu kama mhukumu huyu ndio wengi sana humu duniani. Mtu anapokuwa na mamlaka juu ya watu wengine, mara anakuwa na hali kama hii. Mtu anapokuwa ndiye yeye wa kusema neno la mwisho, ama ni yeye ambaye anakuwa na signature ya kutoa kazi, ya kupana kazi kwa watu wengine, anakuwa na hali hii ya kudharau na kutokuogopa Mungu na kutokuheshimu watu. Hii inamaanisha ya kwamba watu kwa kweli hawamuogope Mungu, na hao ni wajumbe wa shetani kwenye ngazi zote za maisha hapa duniani. Utakutana ndani ya mahakama, ndani ya matribunal, kutribunal, watu wamelia. Mambo kama na haya ndio wanaona huko kwenye tribunal. Wanatafuta haki lakini hawatapewa haki. Wanaenda kutafuta
watatuliwe shida, lakini shida halitatatuliwa. Kila siku ni kunyanyaswa na kuomba pesa kila siku. Watu wanateswa kweli. Na kwa nafasi nyingine utakutana jambo hili wanalitatua kwa faida ya mtu ambaye anakuwa na pesa. Wewe ambaye hauna pesa, jambo lako hawataligusia. Utakutana hata katika serikali watu wananyanyaswa pia. Kusudi upate nafasi usikilizwe, hauwezi kupata hiyo nafasi. Hii tunaiona kwa serikali mbalimbali ambazo zinapita katika nchi zetu. Hata kwenye nyumba nyingi watu wanakuwa na hali kama na hizi. Utakutana kama ni baba ambaye anakuwa na mamlaka kama mwongozi wa jamaa, anaweza kuwa na hali hii ya kudharau kila mtu na hata sikiliza kila mtu katika nyumba yake. Unakutana kama ni mama, labda anakuwa tu mwanamke mgumu. Watu wa namna hawa tuko nao hapa duniani. Watu wanateseka katika nyumba nyingi. Kama ni baba anamdharau mke na kumkosea heshima. Kama ni mama anamdharau mume wake, anamkosea heshima. Utakutana watoto wengi hawana tena haki ndani ya jamaa zao. Ndio maana utakutana watoto wametoka katika jamaa na wanakimbia kwenye barabara, wanaitwa watoto wa barabarani. Hii yote inatokana na namna kupewa haki. Kila mtu hana nafasi ya kusikilizwa katika nyumba. Hasa tuone wajane na mayatima. Hawa ndio hata vitu vyao vinanyanganywa. Baba akifariki, vitu vinanyanganywa, wanafukuzwa nyumbani, shamba zinanyanganywa. Hawa wanaona mambo mengi, mambo ya kuwadharau na mambo ya kutokuwa heshimu kama watu. Utaona wasimamizi mambo kama na haya ya kutokuheshimu wengine na kutokuogopa Mungu yameonekana hata katika makanisa mbalimbali. Ni ajabu sana, kwani ni kanisani ni mahali ambako kungelionekana haki kwa watu wote, lakini mambo kama na haya ya huyu mhukumu ambaye hamuogope Mungu na hamuheshimu mtu yeyote imeonekana hata makanisani. Hii ni mambo ambayo inakatisha watu wengi tamaa, wanachoka ndani ya roho zao. Basi kitu gani ambacho tunaweza kupata katika somo hili? Niliposoma somo hili niliona ya kwamba kwa nyakati hizi za leo kuna somo ambayo tunaweza kupata katika mfano huu ambao Yesu ametoa. Kwa nyakati hizi ambazo tunazoziishi ni nyakati ambazo watu duniani wanasumbuliwa sana. Watu wanasumbuliwa katika maisha yao. Ni nyakati ambazo watu wengi sababu ya kusumbuliwa wamekata tamaa ya kumngojea Yesu. Wengine wamerudi nyuma. Watu hawana hii tumaini ya kuendelea kungoja jibu nzuri kama huyu mjane ambaye aliendelea kungoja jibu nzuri kwa mhukumu wake, ijapokuwa dalili za kumjibu zilikuwa hazionekani. Watu wamekata tumaini katika kumngoja Yesu sababu ya mambo mengi ambayo wanakabiliana nayo katika dunia. Watu wanapoona namna gani maisha duniani, namna gani wanaishi na watu wengine, namna gani wenye mamlaka wanavyowatatiza, mahali ambako ungelipata jibu nzuri hauwezi kupata jibu nzuri. Watu wengi wamerudi nyuma ndani ya imani yao. Watu wengi wamerudi nyuma, wengine wanaanza hata kumdhihaki Yesu. Utakutana wengine wanasema huyu Yesu mnaye mngojea yupo wapi? Miaka imekuwa mingi, yuko wapi huyu Yesu ambaye alisema atakuja? Mnadanganyika na mnajidanganya ninyi wenyewe. Watu wengi wamesema mambo kama na haya. Ni sawa vile katika Petro ya pili sura ya 3 shairi la 3 inasema ya kwamba
mkijua kwanza neno hili, ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na zihaka zao, watu wengi kuzihaki, wafuatao tamaa zao wenyewe, na kusema, iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Kwa maana tangu hapo baba zetu walipolala, vitu vyote vinakaa hali hiyo hivyo tangu mwanzo wa kuumbwa. Wengi wanasema Yesu hayuko, Yesu hatarudi. Mnamuomba yule ambaye hawasikie, hasa kwa nyakati hizi ambazo magumu yanakuwa mengi katika jamaa, majaribu ya vita huko na kule. Mnaomba vita ikome, vita inaendelea, watu wanauawa bila hatia, mahali ambako kungetokea salama au Umoja wa Mataifa ambao ungesaidia watu kwa kuleta amani, unajikuta unakuwa katika nafasi hii ya kuchochea vita. Mambo kama na haya, watu wanapoona gisi wanavyouawa kwa namna yoyote bila kuwaheshimu, bila hata uoga wa Mungu, bila hata kupatia heshima mwanadamu, watu wamekata tamaa. Wengi wanasema tunamuomba yeye asiyesikia, tunamuomba yeye ambaye hatujali. Mambo kama na haya tunayasikia. Lakini Yesu anasema siku atakapokuja atakuta imani iko duniani. Yesu, jambo la kwanza kama anavyosema ni kuwa atakapokuja anatilia sana mkazo imani. Kwanza ataangalia imani ya wale ambao walimwamini. Umemwamini Yesu, lakini hiyo kuamini Yesu, unaendelea kusimama na msimamo wako ukiamini kwamba Yesu ni huyu tu ambaye unashikamana naye, haujarudi nyuma, haujaanza kumtukana. Kuna watu ambao watatishwa na machafuko ambayo yataonekana duniani, lakini Yesu anapokuja ataangalia wale ambao hawakutishwa na mambo ya dunia, mambo ambayo inatisha dunia, mambo ambayo inaleta mtetemeko ndani ya watu. Yesu ataangalia yule ambaye alisimama katika msimamo wa imani ya kweli, imani ndani ya Yesu Kristo. Na unaendelea kumuomba Yesu alinde imani yako, na unangoja na imani ya kwamba kuna siku jibu nzuri itakuja kutoka kwa Yesu, ili aje kutuchukua, aje kukamata watu wake na kuwatosha katika taabu za ulimwengu. Yesu alisema, ninaenda kuwatengenezea nafasi, nitakuja tena kuwatoa mahali nilipo, nanyi mtakaa. Alijua kwamba dunia kutakuwa shida nyingi. Ndiyo maana alisema, je, nitakaporudi nitakuta imani katika dunia? Alijua baada yake ya kuondoka mambo ambayo yatafanyika na watawala, mambo ambayo yatafanyika na hawa wahukumu, mambo ambayo yatafanyika na watu wa dunia, ni mambo ambayo itakuwa ya kusumbua wengine. Hivi tunaposumbuliwa ndani ya dunia hii, unaposumbuliwa ndani ya dunia hii, usiache imani, usikane imani. Kuna siku Yesu ataleta haki kwa kila mtu anayekazana, kila mtu asiyetishwa na madharau ya watu wengine ndani ya dunia hii, kila mtu asiyetishwa na kuimwa haki yake. Mungu atawapa haki wachagulifu wake ambao wanamlilia mchana na usiku. Mungu ni mzuri kuliko huyu mhukumu mzalimu ambaye aliona mjane hachoki kuja kila siku kuomba haki yake. Kwa mwisho alimupa haki yake, akasema nitampa haki yake ili asije tena akanisumbua. Yesu Kristo atakapokuja atakuta imani ndani yako? Yesu anaporudi katika dunia atakuta imani ungali nayo? Macho ya Yesu iko naona watu wote namna wanavyo tembea katika dunia hii. Wako wanarudi nyuma, wengi wanamkataa, wengi wanakata tamaa, wengi wamechoka na imani. Anasema siku atakuja duniani atakuta imani iko. Ijapo Yesu anaonekana kama anachelewa kuja, Yesu atakuja. Simama imara. Watu ambao
hawakuruhusu matatizo iwarudishe nyuma, hawa ndio watatwaliwa na Yesu. Hao ndio atakao waangalia, nao atawatoa. Hata wale ambao walikufa wakiwa na imani hii ambayo inakuwa na msimamo, imani ambayo isiyochoka, Yesu atakapokuja atawafufua hata wale ambao waliokufa wakiwa katika imani. Tujibu ulizo hili. Je, imani yako ni kama imani ya huyu mjane? Ndani yetu imani ingali inasimama imara? Tunachopashwa kufanya sasa ni kutengeneza maisha yetu. Kama haujamwamini Yesu, umwamini, sababu anapokuja ataangalia imani. Unamwamini Yesu? Na kama kweli umekwisha kuamini Yesu, maneno ya dunia, masumbufu ya dunia, masumbuko unayoyapitia, isiache unakataa Yesu, isiache unarudi nyuma, isiache unamzihaki Yesu. Ukijitenga mbali na imani na kuzihaki, sio jambo nzuri. Si jambo nzuri. Tuzidi kuomba na kumulilia Mungu zaidi kama huyu mjane. Tusichoke, tumuombe haki yetu. Tumuombe atutoshe katika majaribu. Yesu yeye mwenyewe alisema, mnapoomba muombe Baba yetu uliye mbinguni, usitulete katika majaribu, lakini utuokoe. Hii ndio tunapaswa kumuomba Yesu kila siku. Na siku moja isiyojulikana Yesu atakuja na kututosha katika mateso ya dunia, na atatubeba katika ufalme wake, ambapo tutaishi ndani ya raha isiyo na mwisho. Yesu anaporudi akukute imani yako iko inasimama imara, isitikisike na hali mbaya za watu wa dunia. Tunafika mwisho wa video yetu. Asante kwa kuweza kutufata. Ikiwa umefurahia somo hili, uweze kuwashirikisha wengine kwa kuweza kuwatumia video hii, nao waweze kufata somo hili. Je, Yesu anapokuja atakuta imani ingali ndani yetu? Asante, penda video yetu, na kama haujajiabone, subscribe, ujiabone. Asante na Mungu akubariki.